Mbunge wa jimbo la Musoma mjini, Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, amefanya ziara ya kukagua miradi ya maendeleo iliyotekelezwa kupitia fedha za mfuko wa jimbo katika kata mbalimbali za manispaa ya Musoma. Ziara hiyo imelenga kujionea utekelezaji wa miradi hiyo, kusikiliza changamoto zinazowakabili wananchi pamoja na kutoa maelekezo ya kuboresha huduma za kijamii na miundombinu. Katika kata ya Romrimi ambapo mbunge alipokea taarifa ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa ofisi ya kata kutoka kwa mtendaji wa kata hiyo, ndugu Egasa Mwasandube. Egasa Mwasandube amesema walipokea kiasi cha shilingi milioni 11,836,200, fedha ambazo zilitumika kukamilisha ujenzi wa sero 2, ofisi ya polisi kata, ofisi za watendaji pamoja na kufungua huduma za umeme na maji. Mheshimiwa mbunge, mnamo tarehe 7 mwezi wa 6 2026, ofisi ya afisa mtendaji kata ya Mlimi ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 11,836,200 kwa ajili ya ukamilishaji wa ofisi ya kata. Gharama ya mradi, Mheshimiwa mbunge, mradi huu umegharimu jumla ya shilingi milioni 11,836,200, ikiwa ni fedha za kuchochea maendeleo ndani ya jimbo la manispaa ya Musoma. Lengo la mradi, Mheshimiwa mbunge, lengo la mradi huu ni kutoa huduma bora kwa wananchi, ikiwa kuimarisha uwazi na uwajibikaji kwa viongozi. Faida za mradi, Mheshimiwa mbunge, faida za mradi huu kwa jamii ni kama ifuatavyo: 1. Kuratibu shughuli za kiutawala na kijamii. 2. Mradi utatusaidia kutunza kumbukumbu muhimu za serikali na wananchi. 3. Mradi utasaidia kuratibu na kusuluhisha migogoro ya jamii. 4. Kuimarisha demokrasia na utawala bora. Utekelezaji, Mheshimiwa mbunge, ukamilishaji wa ofisi ya kata ya Lwamlimi ulianza rasmi tarehe 28 Mei 2026 kwa utaratibu wa force account. Kwa sasa mradi umekamilika. Kwa upande wa diwani wa kata ya Romrimi, Mheshimiwa Peter Bernard Masonyi ameshukuru ofisi ya mbunge kwa utekelezaji wa miradi hiyo, huku akieleza kuwa bado kuna changamoto ya miundombinu ya barabara ili kukidhi mahitaji ya wananchi. Tulipokea jumla ya shilingi milioni 11,800,000 kama ambavyo taarifa imewasilishwa kwa ajili ya ukamilishaji wa ofisi yetu ya kata, baada ya kuwa nimekuomba uweze kutusaidia. Mheshimiwa mbunge, uhitaji wetu katika ukamilishaji huo, lengo ilikuwa ni kwa ajili ya kuweka ofisi ya polisi kata pamoja na selo 2, na tunashukuru ujenzi huo umekamilika kwa 100% na hata tumeweza kuvuka malengo. Mheshimiwa mbunge, ombi letu kwako ni kuombe wewe, tunajua namna ambavyo unapambana, uweze kutusaidia kupitia ofisi hiyo tupate moja kwa moja kituo kidogo cha polisi, kwa sababu wananchi wa kata ya Romrimi wanahangaika sana kutoka hapa kwenda mjini kwa ajili ya kufungua tu mashauri au wakati mwingine kesi ndogo ndogo ambazo zingeweza kufanyika hapa, lakini inawalazimu wananchi waweze kwenda mjini. Lakini tumejifunza katika maeneo mengine kwa mfumo huo wameweza kuanzisha vituo vidogo vya polisi. Kwa ni kuombe sana ulibebe kama mwanafamilia, lakini kama kiongozi wetu wa jimbo la Musoma mjini. Mheshimiwa mbunge, pamoja na pongezi nyingi sana na jinsi ambavyo unaendelea kupambana jimbo letu hasa katika sekta ya maendeleo, Mheshimiwa mbunge, kata yetu ya Romrimi tuna changamoto 2 kwa sasa. Changamoto kubwa ya sasa tulionayo Mheshimiwa mbunge ni uharibifu wa miundombinu. Maeneo yetu ya barabara kwa kweli bado hazipitiki, na hii ni kutokana na mvua nyingi ambazo zimeendelea kunyesha, lakini kwa kweli kwa sasa wananchi wetu wanataabika, nadhani hata mwenyewe umeona. Na jambo la pili Mheshimiwa mbunge, nilikudokeza na nikuombe tena, ni wananchi wetu wa mtaa wa Songambele Rianyama hawana umeme. Ni eneo kubwa sana, almost zaidi ya familia 180 hawana umeme. Sasa awamu ya kwanza ya mradi ilivyoenda ikaishia njiani, wananchi wengi wa hapo wanateseka, hawana umeme. Kwa hicho ndio kilio kikubwa sana kwetu. Na hilo swala la mitaro, kama ilani yetu inavyoeleza, ilikuwa ina mitaro mita 60,000. Katika mita 60,000 hata tukijenga mita 10,000 kila mwaka kwa kipindi cha miaka 5, tuna imani tutakuwa tumekomesha kabisa changamoto ya barabara zetu. Na nimemwambia meneja, ninaomba wananchi wangu mimi wa Musoma mjini, ni bora msiwakuangulie mabarabara, lakini mwajengee mitaro, maana kinachoharibu barabara ni maji. Kwa ukisheka mitaro, hata ukikuta kuna shimo hapo, ni rahisi sana hata kumwambia mheshimiwa diwani akakodi kabajaji
wakamwaga vifusi tipu 2, shimo likafukiwa. Tofauti umechonga barabara vizuri, hakuna mtaro, mvua ikija inakuwa ushauti yote. Anafanya vizuri. Mimi mbunge wenu nitaendelea kuwapa ushirikiano kama ipasavyo. Nimeambiwa hapa kuna shida ya umeme upande wa Songambele. Lea ilishia hapo mwanzo. Kwanza Lea haiwezi kuja tena. Kuna umeme wa mjini vijijini, ambapo sisi hapa Rwamlimi sio kama mji. Kwa hiyo niliweza kuwasilisha hilo ombi kwa waziri wa nishati, na pia nikaonana na mkurugenzi wa TANESCO baada ya waziri kuniunganisha na yeye, na mkurugenzi akaniunganisha na meneja wa mkoa. Akaniambia, kana meneja, umtajie mitaa yako ambayo unataka tupate umeme wa mjini vijijini. Mitaa ambayo mmoja wapo tumeipata na imepitishwa, imekuwa approved ni mitaa 10. Katika mitaa 10 Songambele ikiwemo. Kwa hiyo watu wa Songambele wataunganishwa umeme wa 27,000. Sio Lea, umeme wa TANESCO, lakini kwa 27,000. Hiyo ni kwa upendo mkubwa sana wa Mheshimiwa Rais. Aliangalia thamani ya wananchi wake ambao ni wa hali ya chini na ambao katika mazingira ya kuonesha kama wako vijijini, na kuamua kumwelekeza waziri wa nishati ili aweze kutuweka kwenye program hiyo. Kwa hiyo mzee wangu, umeme utafika huko kwako, na bahati nzuri wameshachukua, wako tu kwenye mambo ya kufanya mpango mzuri. Hivi karibuni, kama sio mwezi wa 9 wa 10, hiyo huduma itaanza kupatikana kwa wananchi wetu. Na niendelee pia kuwapongeza kwa kuendelea kufanya vizuri, bila kuomba hapa tuwe na kituo kidogo. Nadhani kwanza nilishamuomba Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani hapa Rwamlimi tuweze kupata kituo cha polisi. Sasa niliomba, lakini nilikuwa sijui. Sasa naomba niulize hapa leo, tuna eneo ambalo tunaweza kujengewa kituo? Uwanja tunao? Uwanja upo huu hapa, hadi nafika mpaka kule barabarani. Basi kwa hiyo mimi nitaendelea kuinsist kwa sababu aliniuliza, ila niliomba wakati nilikuwa sijajua kama eneo lipo. Kwa hiyo nitaendelea pia kupush ili at least kwenye ujenzi wa vituo hivi, na sisi hata kwa sababu bajeti hii tumeshachelewa, bajeti ijayo tuweze kupata kituo. Na ili la kupata hapa kituo kidogo kwa muda nitalifikisha kwa RPC. Nitajitahidi kesho nikamuone, nimuombe, ili kusudi waone namna nzuri, kama watakuja kuangalia ni vigezo gani vinatakiwa, kama kukidhi, kama wakiona pako sawa sawa, kama kuna chochote tunatakiwa kufanya kuongeza au kuboresha, tufanye ili muweze kupata hiyo fursa. Maana kweli Rwamlimi kwanza ni mbali kwenda mjini, na eneo hili lina wakazi wengi. Imagine tatizo limetokea Fandamisi Songambele, ama polisi atoke mjini mpaka aje afike Songambele. Kama ni mauaji alikuwa anataka kufanyika, tunakuta wametumalizia mtaa wetu wote. Kwa hiyo tutaomba hilo kwa RPC, na imani kamanda yupo kwa ajili ya kutusaidia sisi wananchi na kutusikiliza pia. Asante na shukran kwako kwa kuichagua Yegowasu TV sauti ya jamii kuwa chanzo nambari 1 cha habari. Endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tutambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yegowasu TV sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dekawa John. Alamsek.